Katika mkutano wake wa kampeni hapa katika viwanja vya Sabasaba mkoani Mtwara, Dr. Samia amebainisha kuwa matumizi haya ya teknolojia za kisasa yatahusisha pia akili unde ambazo ametaja kuwa zitakuwa na manufaa katika uzalishaji wa mazao mbalimbali ya chakula ikiwemo korosho katika maeneo haya ya ukanda wa kusini mwa nchi. Kuna tafiti tunazozifanya kwa njia za kisasa, nazo ni tafiti za mbegu, tafiti za udongo, kujua afya ya udongo, na tafiti mbalimbali katika kilimo tunazifanya kutumia teknolojia ya kisasa. Nadhani ulikuwa mwezi wa 7 mwaka huu, nimefungua maabara kubwa sana pale Dodoma ya kitaalamu sana ambayo inakwenda kufanya kazi hii. Lakini vile vile mwaka jana nilifungua maabara ya kisasa kabisa pale Sokoine inayokwenda kuwafundisha vijana wetu jinsi ya kuzalisha kwa kitaalamu na kutumia teknolojia ya kisasa. Ameainisha pia manufaa kemkem ambayo yalijitokeza katika awamu iliyopita ikiwemo matumizi ya pembejeo za ruzuku. Serikali imefanya maamuzi haya na kwa miaka 4 iliyopita toka tumeanza tumeshatumia bilioni 726 kugawa mbolea na pembejeo za ruzuku kote nchini, sio Mtwara peke yake, kote nchini, na tunatumia bilioni 152 kila mwaka, pesa ambayo ingetoka mfukoni kwa wakulima, lakini tumeibakisha mifukoni kwao. Serikali tunagawa kwa ruzuku nusu bei, lakini vitu vingine ni bure, kama salfa bure, dawa za wadudu bure, dawa ya blight bure. Kwa hiyo ndugu zangu, serikali inafanya hivyo kwa sababu tumedhamiria kukuza kilimo, kukuza uzalishaji wa korosho. Ramadhani Mvungi, Azam News, Mtwara.